Nitumie kwanza fursa hii kwa kweli kumpongeza sana Duma kwa sababu kazi ambazo anafanya ni nzuri. Yaani nyinyi wenyewe pia mnaziona, ndio maana wengi mmeweza kufika hapa siku ya leo. Na nakumbuka kwamba mwaka jana pia niliweza kuhudhuria filamu zake mbili ambazo alizindua mwaka jana. Lakini na mwaka huu pia imekuwa ni kitu ambacho ni cha tofauti kwa sababu ameongeza ubunifu, kwa sababu leo tunashuhudia kwamba kwa mara ya kwanza katika historia ya Bongo Movie kwamba leo anazindua filamu mbili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kizuri, pia sana kumpongeza na nimefurahi sana, na kubwa ambacho kimefanya ni support kubwa ambayo Watanzania wameionyesha kwa Duma, lakini na imani kubwa ambayo naamini wameonyesha kwa sababu wanajua kazi yake ni nzuri. Lakini kingine cha pili ambacho nimefurahishwa ni kitendo cha kutumia wasanii wapya. Kwa sababu imekuwa ni changamoto kubwa sana kwamba tuna wasanii wengi ni wazuri na wakubwa, lakini hatuwezi kuwa na wasanii wale kila siku. Imefika mahali sasa tuondokane na ile tendency kwamba lazima movie yako ikitaka kuwa nzuri lazima utumie wasanii ambao wana majina makubwa. Kwa sababu tunajua kwamba bado wako wasanii wengi ambao wana vipaji lakini hawajapata platform ya kuweza kuonyesha vipaji vyao. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana ambacho Duma amefanya. Kwanza ametoa fursa kwa wasanii wadogo kuweza kuonyesha vipaji vyao, lakini pia ni ajira kwa sababu ni filamu mbili. Kwa hiyo naamini kwamba wasanii wengi zaidi wametumika. Ameniambia kama zaidi ya wasanii 115 wametumika kwenye hiyo filamu. Kwa hiyo ni jambo zuri ambalo amelifanya, lakini amesaidia kwa kiasi kubwa sana kuweza kutoa kwa ajira. Kwa hiyo mimi niseme kwamba nampongeza, lakini kubwa natarajia kazi nzuri kwa sababu ukiona mpaka nimefika mimi huwa sio shabiki wa kazi mbovu. Mimi ni shabiki wa vitu vizuri na ninapenda filamu vile vile. Kwa hiyo natarajia kwamba filamu ambazo zilitoa mwaka jana, ile moja inaitwa Nipe Changu, nyingine Kesho Yangu, nyingine Mkono Mtupu, naamini kwamba mwaka huu sasa amefanya maboresho makubwa zaidi. Kwa hiyo wote tumefika, naamini tutaenda kuona kitu ambacho ametuandaa, lakini sina mashaka. Nina imani kwamba kazi yake ni nzuri na tutafurahia. Na pengine industry ya filamu kwa ujumla, una neno gani ambalo unaambia kwa jinsi ambavyo unaiona kwa sasa hivi hatua ambayo imefikia? Mimi ninachoona kwa sasa hivi kwa kweli industry ya filamu inakuwa, na ndio maana sisi kama serikali kwa kweli tunafanya kazi kubwa sana kwa kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha. Kazi yetu kama serikali ni kuweka mazingira mazuri ya kisera lakini ya kisheria. Na zaidi nimeshuhudia kwenye huu mwaka tumefanya maboresho makubwa sana kwenye sera ya filamu. Yote kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira mazuri ya wasanii kuweza kutengeneza kazi zao kwa uhuru, lakini tunaamini kwamba sera hiyo, sheria hiyo ambayo sasa hivi tumeiboresha itakuja na mabadiliko makubwa sana ya kikanuni ambayo moja kwa moja yatawagusa waigizaji wa filamu. Na hiyo yote kwa sababu tunaona kwamba ni sekta ambayo inakuwa. Nadhani pia hata kama mlifuatia kwenye budget, sanaa ndio sekta ambayo inaongoza sasa hivi, ni namba 1. Kwa hiyo na sisi kama serikali tumeona kwamba lazima tuweke mkono wetu kwamba mazingira yanakuwa mazuri. Kwanza mimi pia ni kijana na hawa pia ni vijana wenzangu, lazima nishirikiane. Lakini kubwa mimi ni kiongozi. Na huwezi kuwa kiongozi unaongoza watu ambao huwajui. Kwa hiyo lazima nishirikiane nao kwa sababu kwenye ushirikiano nitajua changamoto zao. Kwa hiyo huwezi kukaa ofisini ukajua changamoto za wasanii. Hiyo lazima ushirikiano na uwe nao karibu. Kwa hiyo mimi ninachokifanya ni kuwa karibu, na ndio maana sijaacha kufika. Duma amekuwa akinyega kwenye matukio yake mbalimbali, sijai kuacha kufika. Ukiona serikali haishikani na msanii, maana yake yeye mwenyewe anajiweka mbali na serikali. Lakini kwa wale ambao wanatambua kwamba huwezi kufanya kazi zako vizuri ukiwa mbali na serikali, kwa kweli ndio maana unaona wengine wanaamini kwamba baba wanaweza wao wenyewe wakafanya kazi zote, lakini ni kitu ambacho si kweli. Serikali ina nafasi kubwa sana katika kazi zote za sanaa. Mimi kwa kweli nampongeza sana Duma kwa sababu anatambua mchango wa serikali katika kukuza sanaa nchini Tanzania. Na pengine una lipi la kuambia sasa ukiwa kama mlezi wa sanaa na wasanii wote kwa ujumla, na kitu gani cha kuambia ukiwa kama mlezi wao? Mimi cha kuambia tu wasanii kwamba waongeze ubunifu kwenye kazi. Na ni kitu ambacho tumekuwa tukisisitiza mara nyingi kwa sababu Tanzania sio kisiwa. Zipo kelele nyingi ambazo tumekuwa tukizisikia kwamba filamu za nje tuzizuie kwamba zisiingie ndani. Sisi sio kisiwa, hii ni nchi. Kwa hiyo kikubwa ni kuongeza ubunifu ili sasa soko letu liweze kuweza kukizi viwango vya kimataifa, kuongeza ushindani zaidi. Kwa mimi naomba tu waongeze ubunifu lakini wafanye kazi. Huwezi kuwa msanii wa filamu na kama mwaka mzima hujatoa filamu. Na ndio maana nimesisitiza pale mwanzoni kwamba tunao wasanii wengi wakubwa lakini napita mwaka wa kwanza hajatoa filamu. Mwaka wa pili hajatoa filamu. Kwa hiyo Duma anachokifanya sasa anaibua vile vipaji vya wasanii wadogo ili mwisho wa siku sasa tuwe tuna wasanii wengi ambao ni wakubwa ambao wataitangaza nchi yetu kimataifa.